uchaguzi, ina maana tayari umekubali kukiua chama chako. Sasa tayari tayari umekubali kukiua chama chako. Tuone mapumziko kidogo mafupi, alafu tukirudi tutakuja kuagana inshallah. Taban, tumerudi tukiwa ukingoni tena mwa kipindi chetu kuweza kutia nanga siku ya leo katika jambo zito, lakini kama tulivyosema leo tumeanza, lakini itakuwa vile vile muendelezo. Kwa hiyo swala la Chadema umeliweka katika swala hii, katika sura hiyo kabisa. Asante. Naam, tunakwenda sasa kwa bwana Gwajima. Askofu Gwajima. Ndio. Sijui ni askofu mchungaji, mtajua wenyewe. Sasa askofu Gwajima. Kwanza, kama ambavyo kuwa wenzetu wameendelea kuzungumza kwamba yeye akiwa ni mbunge aliyofanya ni kinyume na kanuni kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ndio. Lakini kwa nini akazungumza hivyo? Alivyozungumza akaenda kwenye vyombo vya habari, kataka kutumia mwivuli wake wa uchungaji au wa askofu kwamba kuionyesha serikali, maana kama vile alikuwa anashindana na rais kwamba yeye ana uwezo mkubwa, ana ushawishi mkubwa katika taifa, ni mtu ambaye kuwa hawezi akaguswa, na hata akiguswa kuna wengine watamtetea. Unaona kwamba alipozungumzia masuala ya utekaji, kwanza utekaji, kuna utekaji na watu kupotea. Manifahamu haya, hili nataka watu walifahamu. Vitu vile tofauti. Kwamba leo unaweza kusema tulipokuwa tukipigana Uganda wakaambia tayari sasa hivi wanajeshi wetu wameiteka Mbale. Wanapigana wanasongamia washateka pale, huo ndio utekaji. Lakini kupotea, mtu anaweza katafutwa kumbe kajificha kwa kimada wake na ishatokezea hiyo. Hiyo la kwanza. Lakini kwa mfano kama kule Kenya Pascal Mackenzie, watu walikuwa haonekani, kumbe anakwenda kwa Pascal kule kwenye misitu ya Shakahola, wanaambiwa na Pascal yule wafunge mpaka wafe, watakwenda kumuona Yesu. Watu ikawa nakufa, wanazikwa, watu hawajui wako wapi. Mnifahamu Sasa huwezi ukasema kwamba wanaoteka ni serikali, wakati Dr. Slaa katunga kitabu cha kuelezea kwamba Chadema wanatekana na wengine wakazungumza namna wanavyotekana. Halafu wewe ukaihamisha ile ukasema kwamba serikali, au kaanza kushtumu viongozi. Na hii ni kuatia hofu kama wakati ule wa Popo Bawa. Mnifahamu, kuna Popo Bawa, kuna Popo, hakuna mtu aliyemwona Popo Bawa, ni hofu tu watu waliokuwa nayo. Sasa na hii masuala ya utekaji ni kuatia hofu tu, kuonekana kwamba kuna jambo baya katika serikali, wakati kumbe ni tofauti kabisa. Kama ulivyosikia mama siku ile anazungumza kwamba wametengeneza hofu na mambo ili mimi nishindwe kuongoza serikali, niseme na jiuzuru. Lakini hii sio serikali ya samaki, kama tunakumbuka kauli ile kwamba ni mpango maalumu. Naweza ukasema hivyo kwamba ionekane Mama Samia anaua mamba. Sasa huu ni mpango wa kuonekana kwamba sasa hivi badala ya rais Mama Samia kuna rais Gwajima, kuna rais TFF, na kwa sababu hata huu mgogoro wa Yanga na nani ukiingia ndani kwa sisi wachambuzi wanautumia kisiasa, sio dabi ya Kariakoo wanaitumia kisiasa, kwa sababu wanajua kwamba haiwezekani hichi kinachofanyika, na katika wakati huu kuna njama nyingi. Mnifahamu, lakini ni wangapi wenye kulijua hilo? Haiwezekani kwamba tukikoroga Yanga na Simba, tukikoroga na huku mpango mwingine wa kuambia kuna watu wanatekwa, kuna wengine wanasema, kwa sababu yule anakuambia sisi tutaandamana. Mnifahamu, kuishindikiza bodi ya ligi na nani kuhakikisha inaondoka. Sasa na huyu anakuambia makanisa karibu 1200. Makanisa hao wengine mara moja kule sijui ni Mwanza kama hivyo, kulikuwa na askofu hivyo sijui ni mchungaji, anawaambia watu wasende hospitali. Kakusanya pale, watapata dawa na maombi, mpaka serikali ikaenda ikafunga
kambi ile. Sasa na hawa waliambiwa juzi wafunge wawe wanakunywa maji tu. Unaona siku 7 kwa ajili ya kuombea nchi. Lakini sio kuombea nchi kwa sababu huku unatia hofu wananchi. Ni sawa sawa unavyoambiwa kuna popo bawa. Unaona mwisho wa siku kaambia popo bawa kakamatwa yuko Buguruni akaenda hawaoni popo bawa. Sasa ni sawa sawa na haya masuala ya utekaji. Kwa kweli hakuna swala la utekaji. Watu asante. Kama ni kupotea au ni kufanya nini? Kuna mazingira nyingine wenyewe kwa wenyewe. Mazingira mengine, asante. Lakini hii ni wasitafute kuivalisha serikali joho ambalo kwa sio la kwa. Asante. Na jingine kwa kumalizia ni kwamba baadhi ya viongozi wa kisiasa kutumiliwa na mataifa kutoka nje. Kwa kweli hili ni kosa moja kubwa sana. Wapo kweli ndio, na hata maneno ambayo kuwa anazungumza Tundu Lissu na Heche lakini mimi nataka niwaambie wa Tanzania watu wa nje ndio hawawapendi wa Tanzania au hawapendi wa Afrika. Unamaanisha nini? Manifahamu na maanisha kwa sababu kama ingekuwa mfano wanamuona Tundu Lissu nzuri wachukue wao wakampe uraisi. Unaona? Lakini mbona vyura vya Kihansi walivichukua wakavipeleka kwao? Ambavyo wameona kwamba vina thamani wakavihamisha Kihansi kule wakavipeleka Ulaya. Lakini hata yule mjusi mkubwa yule skeleton wamemhamisha Tanzania wamemweka kule. Kwani nao Tundu Lissu kama wanamuona ni wa maana kwao si wachukue nani wala watu hatakuwa na nani. Lakini sio wanakuja kwamba katiba inasema uchaguzi, yeye asema hakuna uchaguzi. Halafu yake sisi tunyamaze tu. Sisi tunaweza kusema hatungoji ushahidi kamili. Maana kuna wengine hungojea ushahidi kamili. Lakini sasa sisi hapa Wazanzibari sisi tuna tabia hatungojea ushahidi kamili. Kama wao wanangojea ushahidi kamili kwa sababu ile anakuambia tukifanya hivi tutaonekana ni mahaini na tutakinukisha kweli. Unaona? Lakini tunaweza kushtakiwa kwa uhaini. Kwa hivyo anafanya kosa analolijua hukumu yake ni ipi. Umenifahamu? Na ingekuwa wazungu wanawapenda wangewarudisha wale vyura Kihansi wanani, lakini leo wanakulitieni Tundu Lissu ambao kwa yeye na familia zake zote wanaishi nje. Kama wanampenda ana uwezo mkubwa kuongoza wachukue kabisa na uraia wampe, wala sisi hatuko na matatizo kabisa. Asante sana, tutakuja kulichambua zaidi baadaye. Chochote sasa cha kumalizia ili tupate kufunga kipindi. Kumalizia ni kuambia Watanzania kwa kweli Tanzania yetu bado ina amani, ina uhuru, ina umoja. Dini zetu zisiwe vichocheo vya kuvunja amani. Tuliona hapa kuna mashehe waliwekwa ndani zaidi ya miaka 8 au 9. Lakini waumini hawakuwahi kushindikiza serikali kwamba tunataka watolewe. Walikwambia pelekeni mahakamani, halafu yake kama kuna kesi ya kushtakiwa, kama wana makosa wapelekwe jela. Kama hawana makosa waachiwe. Huo ndio ustaarabu wa dini inavyotakiwa. Lakini kuna baadhi ya maaskofu wanatia shinikizo aachiwe fulani. Serikali tutaka ifanye hivi. Kwa hivyo ni kunifanya kwamba kila askofu anajifanya na uwezo kuliko rais. Kuna kila mchungaji ana uwezo kuliko serikali au kila nani. Hayo ni mambo hatujafikia hatua ya utawala wa samaki kwamba mdogo anule mkubwa au kila mmoja anasharubu aseme anavyotaka. Lazima tuheshimu sheria. Na nashukuru kwa kweli vyombo vyetu vya ulinzi mpaka sasa hivi wanaheshimu, wanakuambia tutailinda katiba na tutamtii rais. Na hilo lipo, twashukuru, tunaomba liendelee. Na sisi jamani tunaelekea katika uchaguzi. Amani ni kitu muhimu. Huwezi ukamuona machinga anauza sumu ya panya ukamwambia nataka nijue hii sumu inaua au hivi, ukamwambia onja kwamba ikiwa nafanya kazi nitajua. Wakati anajua akionja machinga yule itamuua. Na sisi hatuwezi tukasema tuonje kutokuwepo kwa amani kuna kuwa vipi. Ni sawa sawa unamwambia ni machinga aonje sumu ya panya ambao ni jambo ambalo kwa hivyo jukumu la kulinda amani iliyopo ni letu sote. Ni afadhali iwe hakuna uchaguzi lakini tuweze kudumu na amani yetu kuliko kuwa na uchaguzi wa kuondoa amani yetu. Sisi ya Tadea tunaamini palipokuwa na uchaguzi wa huru na haki hakuna matatizo. Lakini tunaamini kwamba tume zetu zote zitasimamia uchaguzi vizuri. Lakini amani na utulivu
na umoja ni jukumu letu sote, si jukumu la rais peke yake. Na kila mmoja awe ni mlinzi wa mwenzake. Kwa yule ambaye kwa na lengo la kutaka kuondoa amani, iwe ni adui wetu sote, tupambane naye kuhakikisha kwamba tunamrudisha katika mstari, tunaishi, tunafanya chaguzi zetu na mambo yetu tukilinda tunu ya taifa tulionayo ni amani. Na asante sana. Nyinyi mtashiriki uchaguzi? Tutashiriki uchaguzi kwa sababu reform imefanyika, kumekuwa na tume ya taifa, tume huru ya taifa uchaguzi. Na hapa vile vile licha kwamba kuna wengine wanakuambia ikiwa kura mapema haikuondoshwa, lakini naambia baraza la wawakilishi halijavunjwa bado, wapeleke mswada kule waondoshe, kwa sababu ule mswada ulipelekwa kwenye baraza la wawakilishi ndio ukapita. Na rais hana uwezo wa kubadilisha sheria hiyo bila kupita kwenye baraza la wawakilishi. Kwa hivyo twendeni kwenye uchaguzi, kura mapema, jitahidini mpate wawakilishi wengi. Matokeo yake mtapeleka mswada kwenye baraza, mtaweza kuondosha. Lakini sasa hivi unapoanza kumlani mkurugenzi wa uchaguzi na nini, inakuwa humtendei haki, kwa sababu yeye si aliyepeleka sheria ya kura mapema. Asante sana, shukrani sana ya kura ya mapema. Ndivyo ambavyo tunapofikia tamati katika siku ya leo, na amezungumza mengi zaidi na zaidi namna alivyomalizia kwamba amani ni bora. Uchaguzi usiwepo, lakini amani tuendelee kuwa nayo. Na ametolea mfano kwamba swala la kusema tuonje kutokuwa na amani ni sawa na kumkuta yule ambaye machinga anayeuza sumu ukamwambia aonje kidogo, ambalo swala hili haliwezekani. Amani ni muhimu, hususan kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu. Ni maneno hayo ya makamu mwenyekiti wa ADA TADEA Mheshimiwa Ali Makame Isa, naye vile vile ni mgombea mwenza kwa tiketi ya ADA TADEA wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania biidhnillah tabaraka wa taala. Basi hatuna la ziada. Nashukuru sana Mheshimiwa Ali Makame kwa kuweza kutupa nondo za hali ya juu siku ya leo katika jambo zito, na tukutane panapo hai katika kipindi kinachofuata. Asante sana, shukrani sana. Ndio, sasa basi tunakushukuru na mtazamaji wetu popote pale ulipo. Lakini zaidi na zaidi tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na crew yetu nzima ya Zinjibar TV. Sasa sana kwa DOP Director of Photography Kahale, mchanganya picha fundi mitambo ndugu yangu Abdullah Mswili, na vile vile mkurugenzi wetu Gwiji Nguli Mwamba Professor Alhaji Sheikh Salum Mardia. Asante sana na wewe mtazamaji wetu popote pale ulipo, tunakushukuru kwa sehemu ya kipindi chetu ya Jambo Zito. Aliyekuongozea kipindi hiki si mwingine ila ni mimi ndugu yenu katika Iman Saleh Al-Barawi au kijana wa Tamama. Tukutane katika kipindi kinachofuata panapo hai na majaliwa. Je, katika Jambo Zito kutakuwa na nini? Basi endelea kutulia hapo hapo Zinjibar TV. Subscribe, like, share na comment. Zinjibar TV, fahari ya Zanzibar. Wassalamu alaikum wa billahi tawfiq wa tamaman wa ila liqa. Shukran wa mahajurin. Ahsantum. Sasa sana mheshimiwa. Asante.